Hujambo, karibu. Hii ni Incha Digital. Inakualika ndugu mtazamaji kuangazia masuala mbalimbali yanayogusa kwenye sura za kimataifa. Ikiwa tarehe 6 ya mwezi Februari mwaka 2026 tumeshuhudia pale Muscat, Oman kufanyika kwa mkutano wa kidiplomasia ambao mataifa ya Iran na Marekani yalishiriki kutafuta suluhu ya kidiplomasia dhidi ya kitisho cha kwenda vitani, ambapo Steve Witkoff, mjumbe maalumu wa Marekani, akiongoza ile tume ama msafara wa wanadiplomasia wakubwa ambao walikutana pale Muscat dhidi ya wajumbe wa Iran ambao waliongozwa na waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi. Kikao ambacho kilidumu kwa masaa kadhaa. Baadaye waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran Araghchi alizungumza na kisifu majadiliano aliyoyafanya yalikuwa na matumaini na kwamba yalikuwa ni mazuri, licha ya Iran kuendelea kushikilia msimamo wake wa kupendekeza kujadili mkataba wa nyuklia pekee, ambapo mijadala mingine ya ziada kama vile kujadili kuhusiana na uwezo wa makombora wa Iran pamoja na uungwaji mkono wa Iran kwa washirika wa kikanda kwa kuwapa silaha yamekuwa mijadala ambayo Iran wamesita kuizungumzia ama wamekataa kuizungumzia. Kwa hiyo ni duru ambayo imemalizika na wajumbe wa pande zote mbili wamekubaliana kufanya duru nyingine ya mazungumzo itakayojitokeza katika siku za usoni. Sasa leo tunaangazia kwanza kwa nini mazungumzo haya ya kidiplomasia yamefanyika Muscat, Oman. Ukizingatia Muscat, eneo lile la Mashariki ya Kati, yako mataifa mengi ambayo ni washirika wa moja kwa moja wa Marekani. Lakini kwa nini Muscat, Oman? Kwanza, Muscat, Oman ni eneo salama zaidi kwa mataifa haya mawili kwa sababu Muscat, Oman ni neutral ground. Kikumbuka kabla ya mazungumzo haya ya tarehe 6 ya mwezi Februari, kulikuwa na mazungumzo mengine yaliyotangulia yaliyofanyika Ankara, Uturuki, ambapo Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki pamoja na waziri wa mashauri ya kigeni wa Uturuki Hakim Fidan walimualika waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, na baadaye taarifa ilitoka na ilisema kwamba mjadala huu sasa rasmi ambao umefanyika tarehe 6 ya mwezi wa pili ungeendelea kufanyika pale Ankara, Uturuki, lakini Iran walikataa na wakachagua kufanya mjadala huu uende ufanyike Muscat, Oman, kwa sababu Muscat, Oman ni neutral ground, ni taifa ambalo halifungamani moja kwa moja na mataifa haya mawili ya Marekani na Iran, lakini Muscat pia si mshirika wa moja kwa moja wa Marekani hasa kwenye eneo la kijeshi, licha ya kuwa wanayo mikataba kadhaa ambayo inawaruhusu kufanya luteka za kijeshi, ushirikiano, lakini hakuna kambi rasmi ya kudumu ya Marekani iliyopo Muscat, Oman. Ukilinganisha na nchi zingine za Mashariki ya Kati kama Uturuki, ziko military base ya kudumu ya Marekani, ziko nchi za Bahrain, ukienda Saudi Arabia pia, ukienda United Arab Emirates, Iraq, kote huko, Jordan, Syria, kuna kambi za kudumu, Kuwait mpaka Katari. Maeneo yote hayo yana kambi za kudumu za Marekani za kijeshi, tofauti na Oman ambako kwenyewe hakuna kambi ya kudumu ya Marekani ya kijeshi, isipokuwa kuna kambi ya kudumu ya kijeshi ya Uingereza. Kwa hiyo imeipa fursa Oman kuwa kituo cha kuaminika zaidi kwenye eneo la Mashariki ya Kati ukitofautisha na mataifa mengine ambayo nimeyataja hapo awali. Lakini hoja nyingine ya msingi ni Oman kwa miaka hii ya karibuni imekuwa kituo sahihi cha kufanya mijadala ya kidiplomasia. Kwa kweli kwa miaka takriban 10 mpaka 15 sasa, Oman imekuwa ikiendesha mijadala mikubwa ya kutafuta suluhu kwa njia ya kidiplomasia. Kama utakumbuka, mjadala wa kwanza mkubwa ambao ulikuwa unajadili mkataba wa nyuklia wa Iran wa mwaka 2015
ulianzia pale Muscat, Oman, ambapo waziri wa kigeni wa Iran wakati ule Mohammad Javad Zarif pamoja na waziri wa kigeni wa Marekani John Kerry walikutana pale Muscat, Oman kuanza mjadala wa kufanya mazungumzo kuhusiana na mkataba ule wa Iran ambao ulikuwa chini ya JCPOA, ambapo baadaye ukahamia Vienna, Austria. Lakini pia hata mwaka 2025 pia, kabla ya vita ya siku 12, kulikuwa na mjadala mrefu pale Muscat, Oman, ambapo duru karibia 6 za mazungumzo zilifanyika. Steve Witkoff huyu kutoka Marekani pamoja na Abbas Araghchi wote kwa pamoja walishiriki kwenye mjadala ile iliyofanyika pale Muscat, Oman kabla ya Israel kuishambulia Iran. Kwa hiyo ni eneo ambalo limekuwa na linaandaa mijadala hii mikubwa kwa imani na matumaini makubwa sana. Kwa hivyo hivi sasa pia imeendelea kuaminika na yamefanyika duru hii ya kwanza ya mazungumzo ambayo bado haijatoa taswira ya nini kitaenda kutokea, ingawa ziko dalili njema za mazungumzo haya yakazaa matunda na diplomasia ikashika hatamu. Kwa hivyo kwa hivyo ni kwamba mazungumzo haya yamekwenda vizuri na tunasubiri kuona mijadala mingine ya kidiplomasia ikiendelea, kwa sababu tayari pande zote mbili zimekubaliana kukutana tena kwenye duru zingine kufanya mazungumzo mengine marefu. Ninakushukuru sana kwa muda wako na nakutakia siku njema. Asante sana.